Ni mhitimu wa shahada ya kwanza ya ualimu. Mwaka 2019 nikaanza mafunzo yangu katika kikosi cha 846 KJ kilichopo Lua mkoa wa Rukwa wilaya ya Sumbawanga. Kipindi chote cha mafunzo nilikuwa katika kitengo cha kilimo na ufugaji, hususani sana ufugaji, ambako huko niliaminiwa na wangu wa kwanza walinipa mradi wa kujenga mabwawa ya samaki. Niliufanya kwa ubora zaidi, wakaona ninaweza nikafanya zaidi, kwa maana tayari tulikuwa tumeshafundishwa hivi vitu jinsi ya kuvifanya. Kwa hiyo tulikuwa tunachaguliwa kwa vikundi kwamba wewe utafanya hichi, wewe utafanya hichi. Kwa mimi nikapewa hicho kitengo cha ufugaji wa samaki. Nilianza na mradi wa ufugaji wa samaki, tukaanza kufuga sato. Baada ya mradi kutupa matokeo na kuanza kulisha hata kikosi, nikapewa mradi mwingine pia wa ufugaji wa kuku, ufugaji wa ng'ombe. Kwa hiyo vyote nikawa navisimamia nikisaidiana na vijana wengine ambao tulikuwa katika mafunzo. JKT tumefundishwa vitu vingi: kujituma, uvumilivu, jitihada, uaminifu. Hii ndio misingi mikuu ambayo siku zote tumekuwa tukisisitizwa. Baada ya kuyachukua yale yote katika mantiki ya kijeshi, nikaja nayo, nilikuwa nimevaa, ni kama koti, nikawa nimelivaa, nikaja nalo mtaani. Ndio msingi mkubwa, kwa maana kazi zangu nazifanya kwa uaminifu mkubwa sana, na hii imenitengenezea wateja wengi sana. Kuna wateja ambao ninawaagizia bidhaa hata nje ya huu mji wetu wa Mbalizi, kwa sababu ya uaminifu. Mtu anakutumia hela tu, kwa bwana, naomba niandalie hichi na hichi na hichi na hichi, na muendelee kwa ubora, na muda mwingine nafanya extra kuliko pale alipoagiza. Uaminifu, nafanya kwa uaminifu, nafanya kwa utii na uwajibikaji, na pia nafanya kwa uvumilivu, kwa sababu wateja pia tunavumilia. Kuna changamoto za kukaa katika jamii kama hizi, kwa kuna namna, kunahitaji pia uvumilivu, panahitaji na subira, kwa sababu hapa nilipofika sio swala la siku moja. Mfano, imenichukua mimi miaka 4 kufika hapa nilipo. Kwa kuna subira imetafanyika, kuna uvumilivu umefanyika, kama ule ambao tulikuwa tunafundishwa. JKT vijana waenda kushapiwa. Mimi kabla ya sijaenda JKT na baada ya kutoka JKT ni watu wawili tofauti. Nimekuwa na mchango mkubwa sana kwa wazazi wangu katika uthubutu wangu. Kwa hiyo wazazi wajue JKT inaenda kumwandaa kijana kuishi na jamii yoyote ile, ambayo hicho kitu inawezekana mzazi asifanye, kwa sababu kule mnakutana watu kutoka sehemu tofauti, wenye tabia tofauti, afu mnafundishwa kitu kimoja. Sasa wawape vijana nafasi waende wakajaribu, lakini pia hata vijana wakirudi mtaani wasiwe chanzo cha kuwakatisha tamaa, kwa sababu kuna wazazi huwa wana mentality kwamba wewe hujaajiriwa umefeli, yani wanaona wanamkatia mtoto tamaa.